serikali yenu ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuweka mkazo mkubwa katika kulinda na kudumisha amani ndani ya nchi. Tumeweka sera nzuri tu ndani ya nchi zinazowezesha kila mmoja kuhubiri na kutekeleza na kusimamia uwepo wa amani katika nchi. Na serikali yetu inaendeleza utamaduni wa kuwa na mijadala ya pamoja, kujadili nini tufanye ili nchi iweze kuwa endelevu kwa amani na utulivu wake. Sera hii ndio ambayo leo imewaleta hapa Islamic Foundation kukutana na viongozi wa taasisi zingine zote kwa ajili ya kujadili mustakabali wa amani katika nchi yetu. Ndugu wana kongamano, vile vile ninazo taarifa kwamba kupitia kongamano hili mmepata fursa mzuri tu ya kujadili umuhimu wa tunu hii ya amani ambayo wakati wote tumeshuhudia viongozi wa dini mkiwa kwenye majukwaa yenu, membari zenu, mmekuwa mkirudia na kurudia na kurudia kuisisitiza jamii kuhakikisha kwamba tunalinda amani nchi yetu. Nataka niwaambie, bila amani hatuwezi kupata mafanikio yoyote ndani ya nchi. Na hata mkusanyiko huu usingekaa hapa kwa utulivu huu kama nchi hii isingekuwa na amani. Kila mmoja angekuwa na waza litatokea wapi, litatua wapi, na mimi nitaelekea wapi. Utulivu huu ni wa amani, na kwa hiyo endeleeni kuandaa makongamano haya ili tukumbushane na kukumbushana na kukumbushana umuhimu wa kuwa na amani katika nchi. Mmeona vyombo vya habari na mnaendelea kuona vyombo vya habari nchi ambazo hazina amani, namna jamii inavyohangaika mbio huku na kule, vifo, watu wanalala barabarani wamepoteza maisha. Tanzania tusitoe fursa hiyo. Tutapoteza ndugu na jamaa, kutakuwa na vilio mitaa yote na familia zote. Hatujazoea Tanzania. Twende tushike tunu hii ya amani na tuendelee kuiweka kwenye makongamano kama haya. Na ndio sana mwapongeza sana Islamic Foundation kwa mmefanya jambo kubwa sana.